Kwenda kwa Kavion, lakini nataka umalizie swali hili hapa, na swali hili limejikita kwenye eneo la wachezaji ambao wanacheza eneo la kiungo kwa upande wa klabu ya Yanga. Je, ni kweli eneo la kiungo Duke, Maxi pamoja na Mudathiri Yahaya ndio eneo ambalo linawaangamiza wapinzani, kwa maana katika michezo miwili hii ambayo Yanga wamecheza mpaka sasa? Ni sehemu ya sababu kubwa sana, kwa sababu timu inawezekana na wachezaji wengi wazuri, lakini kuwa na wachezaji sahihi kwenye mfumo fulani wa kiutendaji ni kitu bora zaidi. Sahihi kabisa. Sasa alichofanikiwa kocha wa Young Africans ni kujaribu kuchagua machaguo sahihi kwenye eneo la kiungo ili kupata uwiano uliokuwa bora zaidi na kuisaidia timu yake inapokuwa na mpira na bila ya mpira. Duke Abuya anaweza kuisaidia timu kutoka kuanzia nyuma kwa sababu ni mchezaji ambaye ana ufundi mguuni, ana maarifa kichwani, ana utulivu kwenye presha kubwa, kwa ana uwezo kuhusika katika kuandaa mashambulizi ya Young Africans, na ndio maana muda mwingi unamwona Duke Abuya ndo anakuwa chini zaidi. Lakini Maxi ni mchezaji ambaye mara nyingi yeye ndo anaamua Yanga icheze kwenye kasi ipi. Ndio maana kuna muda Maxi unaweza kuona anapiga pasi za haraka, anakimbia pale, hawezi kuambia kwamba sasa hivi tunashambulia kwa kasi, kwa vitendo tu, na kwa sababu wana train same moja, wachezaji wenzio wote wanaona Max ameshaanza kufanya move na zile ni pass and move, anakupasia, unamrudishia, unakimbia. Maana yake anataka timu sasa tuanze kushambulia kwa kasi. Timu ikitaka kucheza kwenye tempo ya wastani, utamuona anapasia na pause, akimbii tena. Maana yake anataka wachezaji kurecover, kugain nishati upya na kuanza kushambulia kwa kasi tena. Lakini Mudathiri, kitu ambacho anakiongeza kwenye eneo la kiungo ni physicality. Ni mchezaji ambaye ana nishati, anashiriki kwenye mipambano, lakini ni mtu ambaye anaweza akapora mipira vizuri kutokea katikati ya kiwanja. Lakini kitu ambacho anacho Mudathiri na hakuna mchezaji Young Africans anacho, tunasema Mudathiri ana uwezo wa kufanya deep runs. Deep runs kwa Kiswahili fasaha ni mikimbio ya kuchelewa kufika kwenye box. Mikimbio ya kuchelewa ni kwamba wakati shambulizi linaandaliwa na nafasi inatengenezwa, wakati wachezaji wote wanakimbilia ndani ya box, kuna mchezaji ambaye huwa anakimbia taratibu, yeye akivizia kwenye kile kispot cha nje ya 18. Na ndio maana angalia magoli ambayo anafunga Mudathiri mara nyingi ni magoli ya kutapin. Yani cross ya chini inapigwa, yeye unakuta amepress kidogo tu, mpira upo kwenye wavu. Na hata angalia goli la jana. Goli la jana Mudathiri ameanza kushambulia eneo akiwa nje ya 18. Amefika mpaka ndani ya 18, pasi imemkuta Katan, kashoot, mpira upo kwenye wavu. Kwa nafikiri hata bila ya mpira pia kwenye partnership chini unaweza kumkuta Mudathiri pamoja na Duke Abuya. Ni perfect balance, imebalance, kwa sababu Duke sio defensive, hawezi kupa uimara kiulinzi kweli kama Mudathiri, lakini ana uwezo wa kuzuia. Kwa sababu ana Mudathiri, Duke maana yake anakuwa comfortable. Maxi ukimweka juu na Peter Sharulile, Peter sasa hivi ana ile kasi ya kusema ata press kwa dakika 90. Kwa nani anaanza kutrigger press? Ni Maxi ambaye tayari ana hiyo energy ya kutosha. Kwa nafikiri eneo la kiungo ni uti wa mgongo wa mafanikio kwa Young Africans, na ukifanikiwa kuibit midfield department ya Young Africans, kuna uwezekano mkubwa ukaichukua mechi na kupata matokeo. Kuna watu wana mara nyingi sana wachezaji ukisajiliwa kwenye eneo la kiungo wanamtoa Mudathiri Yahaya, wanaweka wachezaji wapya. Amekuja Fred Ngoma hapo. Fred Ngoma akapewa nafasi acheze na Duke Abuya, Max, alafu Mudathiri atokee bench. Lakini uhalisia mara nyingi sana Mudathiri waga anaingia kwenye kikosi whatever. Yani haijalishi ni nani ambaye atakuja. Sahihi. Ipi nafasi ya mtu kama Fred Ngoma mbele ya kikosi hiki cha Mangoba Ngeti? Kwa sababu mechi ya jana Mudathiri jana alikuwa na performance bora sana. Ukiangalia mashuti ambayo alijaribu kupiga jana, ukiangalia jinsi ambavyo alikuwa ana win hizo balls, alikuwa anafanikiwa sana. Sasa itakuwaje kwa Fred Ngoma? Itabidi akubaliane na hali sasa au bado muda? Jana mechi imeisha. Kuna mtu ngopo naongea naye, yupo kwenye kituo kingine, kwa tunapiga story. Akasema kwamba Young Africans kila msimu wanasajili eneo la kiungo, lakini mwisho wa siku utajikuta narudi pale kule kiungo cha Max, kiungo cha Mudathiri pamoja na Duke Abuya. Kwa nini imekuwa hivyo? Unajua game nyingi za Young Africans wanajikuta wao ndo wapo in control. Hawahitaji sana kufanya zile defensive duties, hawahitaji sana kufanya majukumu mengi sana kiulinzi. Kwa sababu timu nyingi sana zikiingia kiwanjani, cha kwanza wanawaza ni kwa namna gani tutawazuia Young Africans, sio twende kucheza
kuwapa challenge Young Africans. Hiyo ndio changamoto. Unaweza kaona pia kuna mechi ya jana. Huo ni mfano ambao nataka niutoe. Coastal imeingia tu kiwanjani. First half yote Young Africans waliponeza kupata magoli 3 hadi 4. Walikaa nyuma sana. Kwa nini inakuwa hivyo na kwa nini Fred Ngoma anajikuta aanzi? Kwa sababu makocha wote wanaokuja tayari wanakuwa washa scout, washafanya ile scouting report ya timu pinzani. Washajua kwamba okay, hizi timu ambazo tunacheza nazo mechi zilizopita kwa wanacheza vipi, dhidi yetu wanacheza vipi. Kwa hiyo inakuwa haina haja kwenda na kiungo mkabaji pase na mzungumzia Fred Ngoma. Unakuwa huna sababu tena ya kwenda na kiungo mkabaji typical, kwa sababu unahitaji tu mtu ambaye anaweza kufanya defensive duties, anaweza kufanya majukumu ya kiulinzi huku akiwa anasaidiana na wenzake. Namzungumzia Duke Abuya, sio kiungo mkabaji pase, lakini anaweza kukaba. Kwa hiyo ukiwa naye tayari una faida ya kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma, na yeye akiwa kama facilitator, mtu ambaye anaitoa timu kutoka nyuma tunaenda mbele. Muda nadhani ni mchezaji ambaye Mudathiri ni mchezaji ambaye hapewi ile sifa ambayo anayostahili. Haimbwi heshima. Yaani tunaita wale ni cult heroes, ni wachezaji ambao wana umuhimu mkubwa sana kwenye timu. Kila mkataba wake unapoelekea kuisha, mashabiki wanakuwa na hisia kwamba timu itamwacha, lakini anaongeza mikataba mingine miwili. Kwa nini? Cha kwanza ni box to box midfield ambaye ukimhitaji akupe majukumu ya kiulinzi atakupa. Ni presser mzuri, ni mtu ambaye anajua kukimbia kwenye zile channels, ni mtu pia ambaye akiamua kutengeneza nafasi kwa ajili ya wengine kufunga, anafunga. Na uzuri ni kwamba akiwa kuna ile attacking phase amekuwa na utulivu mkubwa sana, alafu pia reading of the game, ile namna anavyosoma mchezo kwake imekuwa exception. Kwa hizi siku za karibuni kama mmekuwa mnamchunguza, amekuwa na vipasi vyake fulani hivi, ananyanyua mpira. Kwa nini? Anaona kwamba okay, attention yenu kubwa, mabeki wa timu pinzani attention yao kubwa ipo kwa namna gani wanaziba mianya, mipira isiweze kupenyezwa maeneo ya kati. Kwa hiyo amekuwa na chop tu kidogo, Shalulile either ana attempt au Kangwanda wanafunga ama hawafungi. Kwa hiyo ni kitu ambacho inamfanya Duke pamoja na Mudathiri waanze. Lakini kuna mtu ambaye mimi binafsi ningekuwa kocha, simchezeshi winga tena, namzungumzia Maxim pia Nzengeli. Unamchezesha wapi? Eneo la katikati. Midfield yako sasa hapo inakuaje? Ndio nakuja hapo. Anaanza kwenye kikosi, anaanza kama winga wa pembeni. Lakini winga si ndo anacheza pembeni? Ndio nakuja sasa. Sema winga wa pembeni. Yaani kule on paper anaanza kama winga wa pembeni. Lakini nilishazungumza kwamba Young Africans wana ile faida kwamba wakiingia tu kiwanjani, teams kitu cha kwanza ambacho wanakiwaza ni kwa namna gani wanajizuia. Kwa ina maana kwamba tayari Boka atakuwa anacheza high upande wa kushoto. Maxim pia Nzengeli anacheza kwenye half spaces ama eneo la kati. Na kama mtakuwa mmechunguza tangu msimu uliopita kuna zile mechi za mwisho, hata kwenye mechi ya jana Max Akopo achezi sana kwenye maeneo ya pembeni. Anahudumu kwenye zile half spaces, maeneo ya yani pembeni. Yani kwa mtu ambaye anatusikiliza ili aweze kutuelewa, half space ni eneo ambalo liko karibu na pembeni na ndani. Nusu nafasi ambayo iko karibu na pembeni, lakini karibu na eneo la kati. Ni eneo ambalo anacheza kwa ufanisi mkubwa, lakini akiwepo katikati pia anaipa timu uhai sana kucheza kwa kasi. Kwa hiyo kwa Fred Ngoma namtegemea kumuona kwenye zile match ambazo Young Africans hatakuwa na control sana, hasa kwenye games za internationals. CAF Champions League ndio maeneo ambayo mimi binafsi nategemea kumuona. Tutakwenda huko kulichakata hilo kwa uzuri, lakini maswali ni mengi ya kiufundi na nafurahi sana hii VS. Safari hii sasa imetufanya na video sisi support. Umeipenda watangazaji kujikita zaidi katika kwenye mchezo zaidi. Nitaikataa, lakini mimi najua Tanzania siku ikizimeka sasa yani itafikia tu sisi tutazungumzia. Ilikuwa dakika 48 kipindi cha pili, Geoffrey Manyas alipata kadi nyekundu. Kadi nyekundu hii imeathiri vipi kiufundi mbinu za kocha Fikiri Elias wa Coastal Union? Na ilikuwa sahihi? No. Kadi ilikuwa maamuzi yalikuwa sahihi kabisa. Inawezekana tukajadili kuhusiana na athari hasi ambazo mkutana nazo Coastal. Lakini kwangu mimi hata kama Manyasi angeendelea kuwepo, Coastal jana walikuwa dhaifu sana. Coastal walikuwa dhaifu. Nafikiri niliandika pia hata kwenye ukurasa wangu nikasema inawezekana hata viungo washambuliaji wa Young Africans wanashangaa kukutana na space kubwa kiasi kile katikati ya kiwanja. Unapocheza na timu ambazo kimbinu mkishabiana, basi zina wachezaji ambao wanaweza kukuadhibu kutokana na ubora waliokuwa nao.
hakikisha basi wapi nafasi na muda wa kutosha katika kufanya shughuli zao uwanjani. Sasa jana Yanga walikuwa huru kabisa. Ingewezekana kuwa hata goli 7-8 kama angekuwa na umakini wa kutosha, kwa sababu Coast ilikuwa ni timu dhaifu sana kimbinu. Na licha ya kuwa dhaifu bado waliendelea kudhoofishwa na Yanga Africans. Yani wewe umekuwa dhaifu kimbinu alafu bado mpinzani anakudhoofisha mara mbili tena. Kwa hiyo sijui kuna muda unaitazama mechi alafu unatafuta ubora ama sehemu ya kuanzia kwamba watu hata kama leo wamefungwa kwenye football inatokea, lakini kuelekea mechi ijayo wanaweza wakaanzia wapi? Inawezekana Coast kwenye maandalizi yao pre-season sijui, lakini walimu waanze kuwekeza pia katika kuandaa mipango kwa ajili ya hii michezo. Sio kwenye eneo la physicality peke yake kwamba kwenye utimamu tu wa kimwili watu wanakimbia marathon. Lakini uone kwamba wamekutana na timu bora zaidi, unaweza ukaandaa mipango mizuri kuhakikisha kwamba unakwenda kupambana na Yanga katika kiwango kikubwa, lakini ubora wa wachezaji waliokuwepo katika klabu, kuna vitu viwili mkai ni vizungumzie. Jambo la kwanza ni kweli hizi timu zina ubora wa kutosha. Lakini sio sababu hizi timu zingine kwenda kupoteza michezo. Sio sababu. Kwa sababu hapo sababu unapotezaje mchezo? Kuna sababu nyingine pia ambayo inawafanya, kuna sababu zingine ambazo huwa zinawafanya kupoteza michezo. Jambo la kwanza ni kukosa hali ya kujiamini. Mentality tu kuanzia kwenye training, unaona mwalimu anaweza kana iandaa timu kwa ajili ya kwenda kuzuia. Yaani si tutaenda kuzuia. Lakini niambie, tangu hizi timu zinacheza, hizi timu za daraja ya kati, ni timu ngapi zinakuwa zinaandaga mipango ya kuzuia na zinafanikiwa? Chache sana. Unaweza wakakaza lakini mwisho wa siku wanaachia. Na naweza nikakuuliza swali lingine. Umeanza kushuhudia lini hiyo tabia lakini uone mafanikio kwa upande wao? Ni misimu mingi. Unanielewa?